Tuko katika kuelezea sharuti za kutayammam, na tueleza jana sharti ya 4 ni uitahidi kabla hujatayammam uondoshe najisi. Ingawa kuna bado na najisi waweza kutayammam, lakini baadhi yao wasema mwanzo uondoshe najisi kisha ndio utayammam. Kwa hiyo anayetayammam, na kama kuna baada ya kutayammam akaona najisi, kwa kauli ya baadhi ya wanazuoni hakuna makosa, aondoshe najisi na endelee na ile ibada atakao kuifanya ilikuwa yahitajia tayammum. Kadhalika katika sharuti za kutayammam ni utayammam baada ya kuingia wakati, na hii yaungana na ile ya nyuma, kwa kuwa tayammam ni tahara ya dharura, na dharura haitakiwi uifanye ila wakati ule wa dharura umefika. Kwa mfano, wewe una sukari na hakuna chakula ila ni zakula za sukari, lakini watarajia pengine mpaka ikifika adhuhuri pengine kutapatikana chakula ambacho kwamba hakimdhuru mwenye sukari, utangojea au sio? Mpaka uone umekosa budi. Sasa hakuna, sina mbinu mbadala, sina njama yoyote, sina mpangilio mwingine wote ila ni haya. Pale sasa ndio utatumia, ni kwa ajili ya dharura. Na wewe hufai kutayammam ila baada ya kuingia wakati, kwa maana mwenye kutawadha aweza kutawadha kwa ajili ya dhuhuri kuanzia saa ngapi? Hata alfajiri aweza kutawadha ile alfajiri ukatayammum. Huwezi kutayammam mpaka uhakikishe adhuhuri imeingia. Ikiingia adhuhuri ndio na wewe wafaa kutayammam, ingawa haishartizi kwamba ukitayammam uswali, lakini usitayammam kabla ya wakati kuingia. Na hapa kutabidi kuna masala. Tukisema tayammum ni tahara ya dharura na haifai kufanyika hini mpaka ule wakati wa kutekeleza lile jambo uwe umeingia ndio utayammam. Yamaanisha nini? Kuna maiti wataka kumswalia, ni wakati gani utatayammam kwa ajili ya kumswalia maiti? Ni baada ya kuhakikisha yule maiti ashaoshwa, kwa sababu maiti hawezi kuswaliwa kabla ya kuoshwa. Maiti twaweza kumswalia kabla ya kumkafini, si lazima kumswalia maiti awe amekafiniwa, lakini ni lazima tumswalie maiti ikiwa ameshafanya nini? Ashaoshwa. Tufahamu hivyo vitu viwili, kwa maana sisi twaweza tukamuosha maiti tukamswalia kisha ndio tukafanya nini? Tukamkafini. Au hamujui taratibu za maiti? Wewe hujawahi kuosha maiti au uogopa maiti? Wajua tutakuita siku moja uoshe maiti, sio useme naanza wapi? Watu wengi hawajui kuosha maiti, na wengine huogopa kuosha maiti. Haya, uogopa wewe, ogopa kumuosha alokuwa haya sijaka kushika koo. Maiti ule atakufanya nini? Naam, masema si Mombasa tu, hata kwetu huyu asema ni tabia. Na mimi siku zote huhusia kila familia kuwe na mtu ambaye kwamba ajua kuosha maiti, kwa sababu maiti kumuosha ni jambo latakiwa privacy, latakiwa jambo la siri. Kuna watu wengine miskini wakifa hubadilika, ima pressure imempanda akapiga weusi kwa ile damu, ende muite mtu useme ule ustadhi alikuwa mweupe lakini akifa amekuwa mweusi. Madhambi hayo, la haula wala quwwata illa billah. Na kumbe ni damu imepanda kitwani, pressure ile ikapanda,
lazima abadilike kwa ile damu kutawanyika ndani ya mwili. Mishipa ya damu imekatika kwa pressure. Kwa hiyo kila ikiwa mwenye kuosha maiti ni jamaa yake ni bora zaidi. Sasa katika masala ya kumswalia maiti, utaona wamekwambia kwamba haifai kumswalia maiti kabla hajaoshwa, lakini hawajasema haifai kumswalia maiti kabla hajakafiniwa. Ndio nikasema twaweza tukamwosha maiti tukamswalia, kisha baada ya kumswalia ndio tukafanya nini? Tukamkafini. Lakini ni uzuri aoshwe akafiniwe ndio afanye nini? Aswaliwe. Sasa maiti hatuwezi kumswalia kabla ya kumuosha. Ina maana wakati wa kutayamam, mwenye kutayamam kwa ajili ya kuswali maiti lazima hakikishe maiti ashafanya nini? Ashaoshwa. Na ndio hata salatul ghaibi, wakati tunapotaka kumswalia maiti ambaye hayuko hapa, ni lazima tuhakikishe jambo moja tu, ashawahi kufanya nini? Ashawahi kufanya nini? Kuoshwa. Na ndio ukaona watu wengine mtu wao akifa, kitu cha kwanza wanamuosha hata kama ni josho moja. Kama ile maiti wataka kuilaza, wataiosha ule usiku japokuwa ni moja, kisha asubuhi wataripiti. Lakini wakiosha ile josho moja ni kuwasahilishia walioko safari wataka kumswalia waweze kufanya nini? Kumswalia. Si lazima je washamswalia wao, wewe hakikisha suala lako uliza moja tu, ashawahi kufanya nini? Kuoshwa ule maiti. Hata kiwa ameoshwa wao hawajamswalia, nyinyi mwaweza kufanya nini? Kumswalia, kwa sababu tayari asharuhusiwa kuswaliwa kwa sababu ashaoshwa. Na ndio kaona maiti ilozama haikupatikana, maiti alofinikwa swaliwi. Kwa nini haswaliwi? Kwa sababu hakuoshwa. Hatuwezi kusema miskini alikuwa akifukua kisima, kisima kimefanya nini? Kimemwangukia, kimemfinika, sasa tumswalieni miskini. Hafai kuswaliwa ikiwa hakuoshwa. Ni madhambi kumswalia maiti. Wewe wapata madhambi kumswalia maiti ikiwa hakuoshwa. Lakini ikiwa hajakafiniwa la. Sasa utatuambia, lakini shekhe, wewe utatuambiaje alozama baharini tusimswalie? Si uko kwenye maji? Sasa alomuosha nani? Lazima aoshwe. Yeye uko kwenye maji lakini hajaoshwa. Sema tumemtiliania, uko wao uliomtiliania. Mathalan, tumekuta maiti ndani ya maji, imeanza kuharibika. Mshike hata kidole tu mguse ule mwili, sema yani wewe nia yako kumzamisha japokuwa kidogo tu, wakusudia kufanya nini? Kumuosha. Basi kidogo, kisha toeni mtieni kwenye tunubari mkamziki. Lakini kule sasa ule mwili kuingia maji ni kwa kutaka nyinyi. Lakini pale alipozama nyinyi hamna habari naye yuko wapi? Nani alomuosha? Kwa hiyo maiti ambaye haikuoshwa haiswaliwi. Ama ule alokufa kwenye jihadi, yule ni haramu kumuosha. Yule alokufa kwenye jihadi ni haramu kumuosha. Yule atakazikwa na damu zake. Hata damu hafutwi, kwa sababu ile damu siku ya Kiyama ndio perfume yake. Atafufuliwa ile damu ikinukia harufu ya nini? Ya miski. Sasa ni haramu kumuosha yule. Lakini kuna suala, mathalan mimi nimeamka saa 4 namna hii, sijaswali alfajiri. Nimeamka saa ngapi? Au wewe umeamka saa 4 hujaswali alfajiri? Bila shaka tutakwambia lazima ulipe ile swala ya alfajiri. Ukatayamam, mathalan ukajishughulisha utafuta mchanga, uko wapi? Wewe huwezi kutawadha, au mahala hakuna maji, utafuta mchanga mpaka ukiupata ukatayamam. Ulipotayamam, badala wewe umetayamam kwa ajili ya kuswali ile alfajiri, huja swali adhuhuri ikaingia. Je,
naweza ile tayammum, ikiwa mimi nilitayammum kwa ajili ya alfajiri nikaiswalia adhuhuri, naam, yafaa. Lakini wewe ulitayammum kabla ya wakati, si ulitayammum saa 4, adhuhuri ishaingia saa 4. Muko na mimi jamanini? Adhuhuri saa 4 huwa adhuhuri tayari, saa 5 huwa tayari, saa 6 huwa tayari, bado hufai kutayammum mpaka adhuhuri ingie. Lakini mimi sikutayammum kwa ajili ya adhuhuri, mimi nilitayammum kwa swala ya faradhi ambayo kwamba nadaiwa. Lakini kwa bahati mpaka nilipotayammum wakati ukaingia wa adhuhuri, nafaa tayammamu ile ile siku itayamamia adhuhuri tena kwa kuilipa ile swala ninaodaiwa. Sijui mmenifahamu hapa? Tunaposema haifai kutayammam ila baada ya wakati kufanya nini? Kuingia. Mimi nimetayammam kwa ajili ya swala ilonipita, ni alfajiri, ni swala ya jana isha sikuswali, lakini baada ya kutayammam nasikia dhuhuri, Allahu akbar. Je, mimi nilitayammam kabla ya dhuhuri au nilitayammam baada ya dhuhuri? Jamani, tufanyeni kama tuko kwenye klasi. Mkinijibu ndo nitajua mmenifahamu. Mimi nimetayammam saa 6. Saa 6 dhuhuri tayari au bado? Lakini lengo la kutayammam ile saa 6 ni kwamba jana mimi sikuswali isha. Jana mimi sikuswali. Kwa hiyo mimi nimetayammam kwa ajili ya kuilipa, na mimi sifai kutayammam kwa ajili ya dhuhuri kwa sababu dhuhuri haijaingia. Nilipomaliza kutayammam nasikia dhuhuri imeingia. Je, tayammamu ile nilotayammam kwa ajili ya kulipa, mimi sijalipa, adhuhuri imeingia, nafaa kuiswalia adhuhuri? Msafiri huwa nataka kufanya jamu takdimi ili niswali na alasiri kabisa, si ndio? Sifai kuinuka nikapiga alasiri. Mwanzo nenda tena ukafanya nini? Swali faradhi, huwezi tena kuiswalia faradhi nyingine, ishakwisha wakati wake. Sasa nikitaka kuswali tena alasiri, nenda nikatayammam nirudi niswali alasiri. Lakini naweza kuswali faradhi, nikimaliza nikaswali tarawehe yote kwa ile ile tayammam, kwa sababu tarawehe ni swala ya nini? Sunna. Tumefahamu vizuri hapa? Kadhalika nimekuja kuswali alasiri kwa tayammam, kisha kuna swala ya janaiza. Nikimaliza kuswali ile alasiri sifai kuiswalia janaiza, kwa sababu swala ya janaiza si faradhi kama dhuhuri na si sunna kama kablia, ni fardhu kifaya. Kwa hiyo pia nayo yatakiwa tayamumi yake. Ndio mmenifahamu hapa? Mimi nimetayammam alasiri au adhuhuri, tumeswali, baadaye kuna janaiza. Nimeswali kwa kutayammam kwa sababu zozote zile tulioeleza sababu za kutayammam. Nikimaliza kuswali usikia salatul janaza. Je, nafaa kuinuka na mimi niswalie janaiza? La. Nenda na wewe ukafanya nini? Ukatayammam. Kwa nini? Kwani mimi naswali faradhi? Wewe huswali faradhi kama alasiri, huswali faradhi kama dhuhuri, lakini pia huswali sunna kama sunna nyingine. Unayoswali iko kati baina ya faradhi na baina ya sunna, kwa hiyo ikapewa nguvu ya faradhi. Swala ya janaiza peke yake, lakini sunna nyingine zozote swali. Watakuswali umeswali isha, kisha watakuswali witri, watakuswali baadia, watakuswali tahajudi, watakuswali qiyamul layli, watakuswali tarawih. Zote hizi waweza kuswali kwa tayamumi hiyo. Tumefahamu vizuri? Sasa ukiswali faradhi kama waswali jamu takdim ngaudhu mimi, yenyewe automatic haikubali 2 in 1, yakubali 1 in 1, ni moja kwa moja, haikubali moja kwa mbili. Tayamamu maliza ile katayamamu tena uje uswali. Nafikiri hapa imefahamika. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa aqim